Hali gani mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chim. Karibu. Lakini awali ya yote tuangalie muktasari wa taarifa yetu kwa siku ya leo. Tanzania imesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 utaongeza kasi ya kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu SDGs kwa kuwajumuisha kikamilifu katika mipango ya maendeleo ya muda mfupi, wa kati na mrefu. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amemtaka mkandarasi anayejenga barabara mkoani Morogoro kufuata masharti ya mkataba, tofauti na hapo utavunjwa na kampuni hiyo kupigwa marufuku kupewa kazi yoyote nchini. Na spika wa bunge la Burundi Gisele Danieli Ndabirabe ametembelea soko kuu la Ngozi kaskazini mwa nchi ili kuwafariji wafanyabiashara walioathiriwa na moto ulioteketeza sehemu ya soko hilo hivi karibuni. Naam, karibu sasa tuanze taarifa yetu kwa kuanza na habari za kitaifa. Tanzania imesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 utaongeza kasi ya kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu SDGs kwa kuyajumuisha kikamilifu katika mipango ya maendeleo ya muda mfupi, wa kati na mrefu. Kwa taarifa zaidi tungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo alipohutubia kwenye mdahalo mkuu wa jukwaa la siasa la ngazi ya juu la Umoja wa Mataifa la utekelezaji wa maendeleo endelevu unaoendelea jijini New York, Marekani. Akiwasilisha tamko la Tanzania, Profesa Mkumbo amesema licha ya changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi, misukumo ya uchumi na migogoro ya kikanda, nchi imeendelea kupata mafanikio katika utekelezaji wa SDGs, ikiwemo kuongezeka kwa upatikanaji wa maji safi, huduma za afya, elimu bora, umeme, mageuzi ya kidigitali, uwekezaji katika miundombinu ya kimkakati, pamoja na uhamasishaji wa rasilimali za ndani na kuimarika kwa taasisi za umma. Mr. President, Excellencies, Tanzania is honored to present its third voluntary national review, highlighting the progress we have made in advancing sustainable development and implementing the SDGs. Despite a challenging global environment marked by economic uncertainties, climate change and geopolitical tensions, licha ya changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, misukosuko ya uchumi na migogoro ya kikanda, nchi imeendelea kupata mafanikio katika utekelezaji wa SDGs, ikiwemo kuongezeka kwa upatikanaji wa maji safi, huduma za afya, elimu bora, umeme, mageuzi ya kidigitali, uwekezaji katika miundombinu ya kimkakati, pamoja na uhamasishaji wa rasilimali za ndani na kuimarika kwa taasisi za umma. Recognizing that the SDGs extend beyond 2030, Tanzania has recently launched its National Development Vision, our long-term development blueprint, together with the five-year development plan as its first implementation framework. These provide a clear roadmap for sustaining progress on the SDGs, while advancing inclusive, resilient, and sustainable economic transformation. Our priorities under this new framework include agricultural modernization, industrial development, the blue economy, climate change resilience, digital transformation, human capital development, and stronger domestic resource mobilization. Ameeleza kuwa ajenda ya mwaka 2030 imeunganishwa na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kupitia mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, hatua itakayoweka msingi wa kuendeleza utekelezaji wa SDGs hata baada ya mwaka 2030.
Vipaumbele vya kipindi kijacho ni kilimo cha kisasa, viwanda, uchumi wa bluu, ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi, mageuzi ya kidigitali, maendeleo ya rasilimali watu na uhamasishaji wa rasilimali za ndani. Profesa Mkumbo ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutekeleza kikamilifu azimio la siasa la Umoja wa Mataifa la mwaka 2023 na kuunga mkono mpango wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa SDG, ikiwemo kupunguza riba za mikopo, kushughulikia changamoto za madeni, kuongeza upatikanaji wa mikopo nafuu ya kuharamia miradi ya maendeleo na kuharakisha mageuzi ya mfumo wa fedha wa kimataifa ili uwe jumuishi na unaozijali zaidi nchi zinazoendelea. Tanzania therefore calls for the full implementation of the commitments contained in the political declaration adopted by the General Assembly in 2023. In particular, we support the Secretary General's SDG stimulus, including measures to reduce the high cost of borrowing, address growing debt vulnerabilities, expand access to affordable contingent financing, and accelerate reforms of the international financial architecture so that it is more responsible, inclusive, and better equipped to support sustainable development. Mr. Chairman, thank you very much. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amemtaka mkandarasi anayejenga barabara mkoani Morogoro kufuata masharti ya mkataba, tofauti na hapo utavunjwa na kampuni hiyo kupigwa marufuku kupewa kazi yoyote nchini. Mkandarasi huyo ni wa kampuni ya Henan Lerwe kutoka China anayejenga barabara ya Ifakara Mbingu yenye urefu wa kilomita 62.5, ambapo ingawa tayari amelipwa malipo ya awali, lakini kasi ya ujenzi haiendani na kiwango kilichotakiwa kufikiwa hadi sasa. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa maendeleo ya mradi huo, Ulega amesema kuwa serikali haiwezi kuendelea kuvumilia ucheleweshwaji wa utekelezaji wa miradi ya kimkakati inayogusa maisha ya wananchi na maendeleo ya uchumi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimefurahi sana kwa uneni ndugu zangu, na hili kwa namna ya kipekee naomba ninyi na mimi kwa pamoja tumshukuru Mheshimiwa Mbunge Dr. Rose Rwakatare. Sina maneno mengi, na mbunge nimemsikia kwamba mtu amelipwa fedha jumla bilioni 9.5, bilioni 10 kasoro kidogo, na naomba aje meneja walete wa kandarasi, meneja wa mkoa, mpaka hivi sasa hivi kwa muktasari katika hiyo bilioni 10 ambayo sisi tumemlipa mkandarasi huyu, hebu niambie, la kwanza, wameshafika asilimia ngapi ya kazi yetu? Hilo swali langu la kwanza. Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa mkandarasi ametekeleza 5% tu za mradi. Ni miaka mingapi? Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa imepita miaka 2 na miezi 10. Ana 5% tu, si ndivyo? Ndio Mheshimiwa Waziri. Haya, hilo swali langu la kwanza. Haya, tumeshamlipa bei gani fedha zetu? Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa mkandarasi tumemlipa 10% ya mradi ambao ni advance payment aliyokuwa anastahili kuipata, ambayo ni shilingi bilioni 9.58. Haya, sawa. Bilioni 9.58. Katika hiyo bilioni 9.58, nieleze amezitumiaje fedha za walipa kodi hawa wa Dr. Samia Suluhu Hassan, wananchi wa hapa Mlimba? Amezitumiaje? Nieleze. Hawa wanakaa na fedha zetu bila ya kuzifanyia kazi. Sasa nawaita ninyi wakubwa mliotoka na mimi wizarani na makao makuu, njoeni. Hawa watu wanaitwa Henan, hakikisheni kesho wanaanza safari, wawatambulishe na viongozi wao waliko kokote, wawaambie mpaka Ijumaa kikao kikubwa kabisa cha mamlaka yetu ya barabara na wizara ishiriki kwa ngazi ya wataalamu na wakubwa wao hawa waje kujieleza
nataka maelezo ya kina ya kwa nini nisiwanyang'anye na nikachukua na garantii zao na vifaa vyao vyote tukavizuia tukampa mtu mwingine kazi. Waeleze sababu. Jumatatu siku ya tarehe 20 faili lenye maelezo ya kutosha na higher level management meeting kati ya wizara katika ngazi ya wataalamu, TANROADS makao makuu na hawa HENA, nataka liweko pale mbele yangu. Haiwezekani bilioni 9.5 za walipa kodi zifanyiwe mchezo. Tunakuja hapa tunakutana na vilio. Jambo hili halivumiliki. Jambo hili halivumiliki. Ninakupeni wiki moja TANROADS na wizara wa wataalamu hawa, nataka muwe mmekaa nao muandike vizuri. Na Jumatatu leo nimepata taarifa kamili. Mbunge wa Tunduru Kaskazini amemweleza waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe kuwa mradi wa TARURA wa kujenga madaraja ya kudumu yanayounganisha mji wa Tunduru na maeneo ya Mataka na Kigamboni unapaswa kupewa kipaumbele kwa sababu wananchi wanateseka kwa kukosa huduma muhimu. Ado amesema hayo alipotembelea kitongoji cha Kigamboni na kuwachangia wananchi hao shilingi milioni 2.5 kusaidia ujenzi wa kivuko cha muda na kushirikiana nao katika kazi ya kujitolea kwenye ujenzi huo. Lakini muda wa sasa umeisha. Sasa hivi kinachohitajika ni ushirikiano tu na mheshimiwa. Na mimi kama mwenyekiti, nadhani kwa ushahidi wako umeona nimekuunga mkono, nimekusupport na nimekupokea kwa kujua kwamba kuna vitu vya umuhimu na vya msingi ambavyo vinahitajika kwa wananchi vifanyike, na sio faida kwa wao, ni faida kwa wote sisi. Hii habari ya kila mwaka kutengeneza vivuko, hiki kivuko tunachotengeneza hapa ni cha muda, na kule ng'ambo ya pili mji umeenda miaka mingi kule Mataka, kuna kivuko cha pale darajani Mkwanda, lile ni daraja la kudumu la miaka mingi, lakini mji unaambaamba kwenda chini kule. Kila mwaka wabunge tukija ni kazi ya kujenga vivuko, kubandua vivuko, kujenga vivuko vimeharibika tujenge tena. Lazima tuchole huu mstari tuseme basi. Sasa hilo aliwezi kutoka mfukoni mwa mbunge. Hilo hatuwezi kuibana halmashauri peke yake. Hilo lazima tuibane serikali bungeni. Mnastahili kupata daraja la kudumu, daraja lililojengwa. Akizungumza na wananchi hao, Ado amesema kwenye bajeti ya mwaka 2026-2027 tayari madaraja hayo mawili yametengewa fedha na kwamba wizara ya TAMISEMI inapaswa kuyapa kipaumbele ili wananchi wasiendelee kuteseka. Na mimi kwenye mkutano wangu wa kwanza baraza la Idi, kwa wale waliokuja katika mkutano wangu wa kushukuru, niliahidi kwamba moja ya ajenda nitayoibeba, nitawabana serikali ili upande huu tupate daraja la kudumu na upande ule tupate daraja la kudumu. Maneno hayo niliyasema mkutanoni. Na nilipofanya kikao cha kwanza na wenzetu wa TARURA, nikawaomba sana katika bajeti ya mwaka huu wa fedha 2026-2027 waingize daraja la kudumu upande huu wa Kigamboni na daraja la kudumu upande ule wa Mataka. Haya yakijengwa, hii habari ya kuchangishana kila mwaka itafanya nini? Itaondoka. Na bahati mzuri katika mpango wa TARURA wameingiza bajeti ya milioni 140 kwa upande huu wa Kigamboni na milioni 240 kwa upande wa kule Mataka. Sasa bajeti kuwekwa ni jambo moja na fedha kutoka ni jambo jingine. Kazi ya mbunge asiridhike tu bajeti imewekwa. Kazi ya mbunge ahamishie mapambano bungeni kudai hizo fedha zitoke ili tupate suluhisho la kudumu kwa ajili ya mambo haya ya vivuko. Na mimi nawaahidi, mimi kijana wenu, nikishasema hivi, nyinyi fungulieni redio, fungulieni TV, mziki utahamia bungeni mpaka hapa tujengewe.
ili habari ya vivuko vya muda iishe. Wakati jeshi la polisi likiendelea kutoa elimu ya usalama na kuzuia uhalifu kupitia falsafa ya polisi jamii, baadhi ya wananchi mkoani Mwanza wameiomba serikali kuweka nguvu kubwa kisheria ya kudhibiti mitandao ya kijamii ili kulinda maadili ya vijana na kuzuia taharuki katika jamii. Mwanahabari wetu Maltrida Baltazari ana undani wa taarifa hii. Ombi hilo limetolewa na katibu wa maafisa wa usafirishaji wa kata ya Usagara wilaya ya Misungwi, Thomas Michael, mbele ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi DCP Wilbard Mutafungwa. Kamanda Mutafungwa alikuwa akizungumza na wananchi kwenye mkutano wa hadhara uliolenga kusikiliza kero mbalimbali za kiusalama katika kata hiyo. Michael alieleza kuwa mitandao ya kijamii imekuwa kichocheo kikubwa cha mmomonyoko wa maadili kwa vijana na chanzo cha hofu kutokana na usambazaji wa taarifa potofu na za uchochezi. Sasa ni shauri kitaifa kwamba mambo haya yanaletwa na watu ambao inawezekana kudhibitiwa kwa social media ambazo ni hizi simu ambazo wengi wetu tunachukua kwa mikopo, lakini taarifa nyingi ambazo unajua ubongo mwingi wa binadamu hatujui kutafakari kitu. Sasa tunaomba mkuu wetu kama kuna uwezekano wa kuweza kuzicontrol hizi social media, ndio zinazoleta taharuki. Wananchi tuko vizuri, tuko safi. Sisi tunawadai shule, tunawadai barabara, tunawadai elimu bora, tunadai afisa nzuri, lakini social media imekuwa ni chanzo cha vijana wengi kuharibika kiakili. Tuombe serikali yetu pendwa pamoja na wewe tufikishie kwamba waweze kucontrol social media. Taarifa gani wanazopewa wananchi, nini kinachowafikia wananchi, hicho ndicho tatizo kubwa. Huku tuko vizuri. Mimi tarehe 7 nilimpigia mamangu simu, alikuwa anatoka Asirali anakuja huku. Nikamwambia mama usije. Kwa nini nilimpigia simu? Kwa sababu ya taharuki ile. Sasa tukiweza kuzicontrol social media sisi tutakuwa salama. Akijibu hoja hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbard Mutafungwa aliwahakikishia wananchi kuwa jeshi la polisi halilali na limekuwa likifanya doria maeneo yote nchi kavu, majini na hata mitandaoni kupitia wataalamu wake wa makosa ya mtandao. Alibainisha kuwa tayari kuna watumiaji wa mitandao hiyo ambao wamekamatwa na kufikishwa mahakamani. Niwaambie, sisi jeshi la polisi tunafanya doria ya kuwatafuta watu wote wanaojihusisha na matukio ya kihalifu. Tunafanya doria kwa lengo la kuzuia uhalifu. Tunafanya doria kwenye nchi kavu, tunafanya doria kwenye maji, tunafanya doria barabarani. Lakini naomba niwaambie kupitia wataalamu wetu, kwa sababu jeshi la polisi la sasa uweledi umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tunao wataalamu wetu ambao wanafanya doria za kwenye mitandao. Sisi tunafanya doria mitandaoni, na kwenye kufanya doria hizo mitandaoni wapo watu ambao huwa tunawakamata kutokana na uhalifu wanaoutenda kwenye mitandao ya kijamii. Wapo ambao tunawakamata kwa makosa mbalimbali, mpaka makosa ya wizi. Wako ambao wameshikwa, wako ambao wamefikishwa mahakamani. Kamanda Mutafungwa aliongeza kuwa hakuna mhalifu wa mtandao aliye salama, kwani sheria ipo wazi na inaelezea utaratibu mzuri wa kuwashughulikia na kuwachukulia hatua wale wanaofanya uhalifu huo, huku akitoa wito kwa wananchi kuacha tabia hiyo, kwani jeshi la polisi lipo makini kuhakikisha doria zinafanyika kwa weledi mkubwa. Mimi niseme hivi, asije akafikiri mtu yoyote kwamba ukifanya matendo ya kihalifu kupitia mitandao ya kijamii kwamba kule uko salama. Sheria iko wazi, inatueleza, inatupa utaratibu namna ya kuwashughulikia na kuwachukulia hatua wale wanaofanya uhalifu kwenye mitandao. Tunajua dunia sasa hivi imebadilika, inakwenda kidigitali zaidi. Kuna uhalifu mwingine ambao unafanyika huko. Sisi jeshi la polisi tunafanya doria
na tunachukua hatua. Labda wito kwenu ni kwamba msijihusishe na uhalifu wa kwenye mitandao, msijihusishe kabisa. Jeshi la polisi liko makini kuhakikisha kwamba huko doria zinafanyika pia. Kwa upande wake, mkuu wa polisi wilaya ya Misungwi, mrakibu mwandamizi wa polisi SACP Gaspar Silayo, aliwasisitiza wananchi kuendelea kutunza na kudumisha amani ili kila mwananchi aweze kufanya shughuli zake kwa usalama na kujiingizia kipato. Hapo tumekusanyika kwa sababu amani iliyopo. Kwa wale mnakumbuka issue ya mwaka jana, muda kama huu tuweze kukaa tukakusanyika hapa kwa kwamba tudumishe amani ili taifa letu liende kusonga mbele. Bila amani hata wafanyabiashara hawezi kufanya shughuli zao za biashara. Bila amani hakuna mtu anaweza kwenda kanisani au msikitini kusali. Hata vijana wa bodaboda, maafisa usafirishaji watapata chochote kupitia shughuli zao kwa sababu ya amani iliyopo. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi sote kuhakikisha kwamba tunadumisha amani na usalama uliopo nchini ili jamii iweze baki salama, serikali iweze kusanya kodi katika maeneo mbalimbali ya wafanyabiashara na kupitia hizo kodi ziweze kuendeleza miradi mbalimbali pamoja na kuweka madawa hospitalini, mashuleni. Vijana wetu wanasoma bure. Kila kata sasa hivi kuna shule. Tuna shule za msingi na sekondari. Mpaka form 6 zipo kwa level ya wilaya. Hii maana yake kijana wako anaweza kasoma bure kuanzia shule ya msingi mpaka form 6. Lakini pia anaweza kwenda chuo kikuu akapata loan board. Yote haya yanaweza kufanyika iwapo jamii nzima itakuwa imedumisha amani. Aidha, aliwataka wananchi kuwa wazalendo kwa kuipenda nchi yao, kulinda miundombinu na utaratibu wa kutii sheria bila shuruti ili kizazi kibaki salama sambamba na kupunguza ajali za barabarani. Jambo la mwisho, utii wa sheria bila shuruti. Sisi wananchi tunapaswa tutii sheria bila shuruti. Kwa mfano, wenzetu maafisa usafirishaji, unaposimamishwa simama. Na ndio maana katika eneo la usalama barabarani hatutegemei mwananchi yoyote aendeshe vyombo vya moto bila kufuata, kujua au kusoma alama za usalama barabarani. Sisi wajibu wetu wa jeshi la polisi ni kusimamia sheria. Na kwa mujibu wa sheria haruhusiwi mtu yoyote kuendesha chombo cha moto kuingia barabarani bila kuwa na leseni. Na ili aweze kuwa na leseni lazima aende kwenye chuo kinachotambulika kisheria, aweze kupata mafunzo na kisa aweze kwenda kupata leseni. Tunafanya hivi ili kizazi kiweze kuwa salama, tuweze kupunguza ajali za usalama barabarani. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Kampeni ya Mjue Jirani Yako imepewa msukumo mpya mkoani Tabora baada ya Kamishna Jenerali wa Uhamiaji CGI Dr. Anna Makakala kuwataka maafisa na askari wa uhamiaji kuifikisha kwa wananchi kwa nguvu zaidi ili kuimarisha mapambano dhidi ya uhamiaji haramu na kuendelea kulinda amani na usalama wa taifa. Akizungumza wakati wa ziara ya kikazi mkoani Tabora, CGI Dr. Makakala amesema mafanikio ya kampeni hiyo yanategemea ushirikiano wa karibu kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama kupitia utoaji wa taarifa sahihi kuhusu wageni wasiofahamu katika maeneo yao. Mbali na kusisitiza utekelezaji wa kampeni hiyo, Kamishna Jenerali amewataka maafisa, askari na watumishi wa umma kuongeza weledi, uwajibikaji na ufanisi katika kutekeleza majukumu yao ili idara iendelee kutoa huduma bora zinazokidhi matarajio ya wananchi. Kama nilivyosema awali kwamba mimi nipo kwenye ziara ya kikazi kama ya kawaida kabisa, ambapo nimeanzia mkoa wa Dodoma. Nilipata fursa kuweza kutembelea lakini miradi ya uhamiaji mkoa wa Dodoma, lakini pia kuongea na askari na maafisa wote mkoa wa Dodoma. Na ziara hii bado inaendelea. Nimepata fursa kwenda mkoa wa Singida, nimeweza kufanya kazi hiyo hiyo kuhakikisha kwamba idara ya uhamiaji na mikoa yake yote, wafanyakazi, askari wako imara na wanaendelea kufanya kazi kama inavyopaswa. Na kubwa la kwetu sisi kama idara ya uhamiaji, tuna kampeni kubwa sana ya Mjue Jirani Yako. Tunahakikisha kampeni hii inafika kwa wananchi wote, na kwa jinsi ambavyo tunafanya, tunakuwa na uhamiaji kata, lakini pia tuna clubs za uhamiaji mashuleni.
Kwa hiyo tunafundisha mashule mbalimbali, shule za msingi na shule za sekondari, ili watu waweze kujua kwamba madhara ya uhamiaji haramu yanahatarisha usalama wa nchi. Kwa hiyo wanaambiwa kwamba mhamiaji haramu ni nani na raia wa Tanzania ni nani, kwa sababu pia kuna haki za raia wa Tanzania. Kwa hiyo tunatoa elimu, lakini tunahakikisha kwamba tunaimarisha usalama wa nchi katika mikoa yote na wilaya zote na kila sehemu na mipakani. Tabora. Ziara hiyo ni sehemu ya mkakati wa Kamishna Jenerali kuimarisha utendaji wa idara, kufuatilia utekelezaji wa majukumu na kuhakikisha kampeni ya Mjue Jirani Yako inaendelea kuwafikia wananchi katika maeneo yote nchini. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa wiki moja kwa baa zote zinazokiuka sheria kuchukuliwa hatua kali ikiwemo kufungiwa. Chalamila ametoa agizo hilo mara baada ya kukutana na kuzungumza na wamiliki na wawakilishi wa baa wilayani Kinondoni jijini Dar es Salaam. Agizo hilo limefuatia baada ya mabaunsa kusababisha kifo kwa kijana mmoja aliyeenda kupata kinywaji katika baa moja wilayani humo, huku mkuu huyo wa mkoa akitoa muda wa wiki moja kwa baa zote zinazokiuka sheria kuchukuliwa hatua kali. Tumepokea malalamiko kadhaa, Mheshimiwa RC, ya baadhi ya wateja wanaoenda kwenye hizo groceries na night club. Imekuwa ni changamoto kubwa, na hata juzi wiki iliyopita tulikuwa na tukio maeneo ya Kawe. Kijana mmoja aliyeenda kupata kinywaji maeneo ya Kawe alipigwa vibaya sana na vijana ambao wamewekwa kwenye hiyo baa kama walinzi, na kijana huyu alipoteza maisha. Mheshimiwa RC, sasa mtu anaenda kunywa baa, anaenda kunywa bia, anaenda kupata kinywaji, anaenda kuburudika, inakuwaje anaenda anapigwa na shambuliwa na vijana ambao hawana taaluma yoyote ile ya kiulinzi, wanawekwa kwenye hayo maeneo? Kwa hiyo matumizi ya mabouncers, matumizi ya vijana wa ulinzi ambao hawajulikani wamepata mafunzo wapi, hawajulikani kwamba maadili yao yakoje, imekuwa ni tatizo, Mheshimiwa RC, kwenye bars, night club, sio zote, ni baadhi. Jana tulifanya ufuatiliaji kuona ile hatua ya kwanza iliyochukuliwa imetekelezwa, lakini tumebaini baa nyingi ambazo ziliambiwa zisimamishe kwanza, tuweke kwenye observation, tukae nao, tujipange upya. Nyingi zimevunja ule utaratibu, nyingi ziliwekewa utepe, na tumebaini kwamba wameondoa utepe ambao tulikuwa tumeweka. Kile tumefanya marekebisho kwa pale ambapo tuliambiwa, tunachosubiri ni ukaguzi ili waje wapitie na sisi tuendelee na shughuli zetu zingine, lakini pia tutafanyia kazi yale ambayo mlituambia na tutajitahidi kujirekebisha. Kwa hiyo natamani kwa wale wote ambao mmepata maonyo, niwape wiki moja ya kuhakikisha mabadiliko yote yamefanyika. Tunasema hivi kwa sababu mimi ni kiongozi sio wa walevi tu. Mimi am a leader wa makundi yote, na makundi yote lazima pia yapate kila ambacho kinastahili. Na ndio maana leo hata watu wa NEMKI wanapokea pia malalamiko ya kwamba makanisa yanapiga kelele. Si umeelewa hapo? Anayesema kanisa yanapiga kelele ni yule mtu ambaye hana imani hiyo. Je, hao watu si hawapo Dar es Salaam? Tunao. Eneo kwa mfano kama hapa tulipo, hapa kuna ofisi, ni ofisi ya public. Ukienda pembeni hapa pana hospitali. Lakini mtu yuko tayari kufungulia mziki wake kiasi kwamba ni kama anataka kumtishia mgonjwa aliyelala kitandani. Baadhi aina yoyote ya namna hiyo ambazo hazi-observe hizo principles, ndugu zanguni, mimi nabariki baadhi ya namna hiyo kufungwa. Naam, kwa hivi sasa tuelekee kule nchini Burundi ambapo spika wa bunge la Burundi Gelase Danieli Ndabirabe ametembelea soko kuu la Ngozi kaskazini mwa nchi hiyo ili kuwafariji wafanyabiashara walioathiriwa na moto ulioteketeza sehemu ya soko hilo hivi karibuni. Wakati wa ziara hiyo, Bwana Ndabirabe
Aliungana na waathiriwa katika maombi na kutoa ujumbe wa faraja kwa wale waliopoteza bidhaa na mali zao kutokana na mkasa huo. Amewaomba wafanyabiashara hao kutokukata tamaa licha ya hasara walioipata, akisema ni muhimu kuendelea kuwa na matumaini na kujipanga upya kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao za kiuchumi. Kutoka nchini Burundi, mwanahabari wetu Bukuru Elias ana ripoti zaidi. Akizungumza mkoani Ngozi, spika wa bunge la Burundi Jirasi Daniel Ndabirabe ametoa pole kwa wahanga wa baada ya soko la Ngozi kuteketea kwa moto na karibia 80% ya bidhaa zote zilizokuwemo kuteketea. Turahumurije abo bose bagize ingorane, turifatanije namwe mukabaro murimwo, kandi nkuko tunatoa pole kwa wahanga wote wa moto. Tuko pamoja nanyi katika wakati huu mgumu na Mungu anatuona. Mungu ndiye anayetupatia dunia tuitawale, na ninyi mlikuwa mmefanya hivyo katika kuzalisha mema, hasa katika ile dira ya nchi itakayokuwa imeendelea mwaka wa 2040 na kujitegemea kiuchumi mwaka wa 2060. Hata hivyo mwanadamu upanga na mapenzi ya Mungu hutimizwa. Kuna wakati ambapo tunashindwa kufanya yale yaliyo mema. Ndio maana ndugu zangu, mkiwa mnaendelea na kujiendeleza kiuchumi, mnasahau kuwa kila kitu kinachotokea ni kwa mipango yake, na tusisahau kuwa tunatakiwa kutoa shukrani kwa Mungu. Chikorera ubusa kumbure turibagiye uko hari ikiguzi tutezwa gutanga. Shirika la Orikome, mwenyekiti wake Gabriel Rufyiri ameonyesha wasiwasi wake kwa masoko hayo yamekuwa yakiungua usiku na serikali kushindwa kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na matukio hayo. Mu bisanzwe iyo ibintu byononekaye hagomba guca haba kubera izo ngaruka mbi zose mvuze, hagomba guca. Kwa kawaida tukio kama hili likitokea, unatakiwa kufanyika uchunguzi wa kina ili watu wajue chanzo na namna ya kujikinga. Lakini katika hotuba ya spika wa bunge hakuna sehemu yoyote aliposema kuwa serikali inakwenda kufanya uchunguzi, na hiyo inatia wasiwasi, maana masoko yote yamekuwa yakiungua jioni au usiku, na hiyo inarudisha nyuma uchumi wa nchi kuelekea katika dira ya mwaka wa 2040 2060. Na katika shirika la Orikome tuna hofu na serikali inachoshindwa kuweka nguvu katika kukinga maafa. Ubona yuko ibintu byo gukinga umengo ni kibazo. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na mtazamaji, kwa hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari kwa mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kwa upande wa habari za kimataifa. Wajumbe watatu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewasili jijini Goma wiki hii kutathmini utekelezwaji wa mkataba wa kusitisha vita kati ya waasi, serikali ya Kinshasa na waasi wa M23. Wawakilishi hao wa serikali ya Kinshasa waliwasili Goma kwa msaada wa ndege za MONUSCO kwa mujibu wa mikataba ya Doha na Washington. Wawakilishi hao wa serikali ya DRC waliowasili Goma ni pamoja na Cosmas Ben Ipul, Fred Lokuli na Andrew Kitoko ambaye ni luteni kanali wa jeshi la FARDC. Naibu mwakilishi wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini DRC, Vivian Van Dipel, amesema wajumbe hao walikuja Goma kuiwakilisha serikali katika tathmini mwenendo wa utekelezwaji wa maelewano ya usitishaji vita. Kazi ya wajumbe hao ni kutathmini na kuripoti namna utekelezaji huo unavyoendelea kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23, huku ajenda kubwa ikiwa ni namna ya kuwalinda raia wa kawaida, kuweka silaha chini miongoni mwa masuala mengine. Licha ya kuwepo kwa mkataba wa amani wa Washington ambao ulitiwa saini mwaka mmoja uliopita, mapigano yameripotiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo kati ya wanajeshi wa serikali ya waasi wa M23, ikiwemo wilaya ya Masisi wiki hii. Na huko nchini Senegal, Rais wa Senegal Diomaye Faye anatarajiwa Ijumaa kukutana na mtangulizi wake Macky Sall ambaye anawania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Rais huyo wa zamani amerejea nyumbani baada ya miaka miwili tangu kuondoka madarakani
Ziara yake fupi inatarajiwa kuangazia namna Senegal itapata kuungwa mkono Macky Sall ambaye amependekezwa na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye kuwania nafasi hiyo. Ujio wa Sall unatazamiwa kuwa na maana kubwa baada yake kujaribu kuhairisha uchaguzi ambapo aliondolewa madarakani. Macky Sall alishindwa kupata uungwaji mkono wa pamoja wa Umoja wa Afrika baada ya nchi 20 ikiwemo Senegal kutumia turufu yake kuzuia kura hiyo. Ofisi ya rais pamoja na chama cha PASTEF hazijatoa taarifa zozote kuhusu ziara hiyo ya Ijumaa, ila kwenye mitandao ya kijamii wanaharakati tayari wameeleza kuchukizwa na ujio wa Macky Sall. Watu 65 walipoteza maisha kwenye maandamano kati ya mwaka 2021 na mwaka 2023 wakati wa utawala wa Macky Sall. Tumalizie huko Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema idadi kamili walioambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ikawa mara 4 zaidi kuliko takwimu rasmi zinavyoonyesha. Kwa mujibu wa takwimu za hivi punde, zaidi ya watu 1960 wameambukizwa huku wengine zaidi ya 700 wakifariki tangu ugonjwa huo ulipotangazwa miezi 2 iliyopita. Hata hivyo, mkurugenzi wa dharura wa WHO Chike Ihekweaz amewaambia waandishi wa habari kuwa tathmini ya hesabu inaonyesha ukubwa wa mlipuko huu wa 17 ni angalau mara 2 hadi 4 ya idadi matukio kamili baada ya kuripotiwa katika majimbo 5, 90% ikiwa katika eneo la Ituri. Virusi aina ya Bundibugyo havijapata dawa wala chanjo, Chike akisema jambo la kutisha zaidi ni kwamba matukio mengi yaliripotiwa hivi karibuni yanahusu watu waliofariki kabla ya kufika kwenye kituo cha afya au kupata matibabu. Hata hivyo, mkurugenzi huyu amesema ametiwa moyo na kuongezeka kwa uwezo wa matibabu kila wiki, licha ya kwamba katika siku chache zilizopita kulikuwa na matukio zaidi ya 80 yaliyothibitishwa kila siku. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Moja kwa moja kutoka hapo studio nikiwa nimewapokea kwa uzuri kabisa baada ya kusamba kwa mitandao ya kijamii kuhusiana na winga Murundi Jean-Claude Girumugisha kwamba huenda kama amejiunga na timu ya Al Ahly Tripoli ya nchini Libya. Kwa upande wa meneja wa mchezaji huyo Kayumba amesema kwamba kwa sasa dili hilo limefikia kwa 70% ili mchezaji huyo aweze kutimuka ndani ya timu ya Al Hilal Omdurman ya nchini Sudani. Tuko kwenye mazungumzo ambayo yanaelekea pazuri na timu ya Libya. Kilichobaki sasa ni kufanya close up, lakini mambo yamefika sehemu nzuri katika mazungumzo kukamilisha usajili. Na kitu kingine, Jean-Claude Girumugisha kama nilivyowaambia, ambaye alikuwa anaichezea ambayo mpaka sasa hivi anaichezea, kwa sababu rasmi hatujatangaza kwamba Tripoli ya Libya imeisha mfukua, japokuwa asilimia zaidi ya 70 mambo yanaendelea vizuri. Alikuwa bado na mkataba na hiyo timu ya Al Omdurman. Lakini kitu kingine Jean-Claude Girumugisha anakoelekea ni pazuri, kwa sababu bado ni kijana mdogo, pasipo bweteka labda kapatwa na ule tuseme wa Afrika mara nyingi, japokuwa sio wote wa kusema nimefika nimeanza kufanyia mahera mengi, kwa sababu tayari unaona kwamba mambo yameanza kuwa mazuri kwake. Anaweza atakaenda Ulaya baadaye, kwa sababu bado umri unaruhusu. Alafu katika mambo mengine naweza nikasema kwamba asante sana kwa maklabu yote yaliyotuma ofa. Imeonyesha wazi kwamba mchezaji mzuri sasa hivi kwa kuhamasisha vijana wote wanaocheza mpira
iwe ligi kuu ya Tanzania, iwe na ligi kuu ya sehemu nyingine zote. Mpira ni kazi, mpira ni biashara, mpira ni mafanikio. Ukiwa unajua mpira, weelewa kwamba tayari una utajiri. Manake hii kwa Gira Umugisha ionyesha wachezaji wote wengine, iwe mfano kwamba wewe cheza mpira na malengo, kwa sababu elewa kwamba hakuna mtaji zaidi ya kipaji sasa hivi. Kwa hiyo iwe fundisho pia kwa vijana wote wanaocheza mpira, kazi na malengo. Nikiserereka michezo na burudani kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tupate muktasari wake. Tanzania imesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 utaongeza kasi ya kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu SDGs kwa kuwajumuisha kikamilifu katika mipango ya maendeleo ya muda mfupi, wa kati na mrefu. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amemtaka mkandarasi anayejenga barabara mkoani Morogoro kufuata masharti ya mkataba, tofauti na hapo utavunjwa na kampuni hiyo kupigwa marufuku kupewa kazi yoyote nchini. Na spika wa bunge la Burundi Gisele Danieli Ndabirabe ametembelea soko kuu la Ngozi kaskazini mwa nchi ili kuwafariji wafanyabiashara walioathiriwa na moto ulioteketeza sehemu ya soko hilo hivi karibuni. Na kufikia hapa tunafikia mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea.